Basi wapenzi watazamaji wa Isaac Msau TV na wazalimu hapo mlipo katika jina la Yesu Kristo. Halafu nitangulia na kuwaambia kwamba Yesu Kristo anawapenda. Na dhihirisho kwamba Yesu Kristo anawapenda, basi wacha nirudie. Yesu Kristo anakupenda. Na dhihirisho kwamba Yesu Kristo anakupenda ni kwamba ukisoma Yohana 3:16 inasema hivi: maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee Yesu Kristo, ili yule amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa hivyo ujue kwamba Kristo anakupenda, na Mungu akiwa anakupenda, dhihirisho kwamba anakupenda, alimtoa mwanawe wa pekee Yesu Kristo akafa msalabani. Kama hiyo season sasa ya kufa kwa Yesu, afi tena alikufa akafuka. Hii ni kukumbusha tu. So sasa cha muhimu ni kwamba uelewe ya kwamba kufa kwake msalabani kulikuwa na wewe, ili ukafikie kupata kitu inaitwa wokovu ama msamaha wa dhambi. Alikufa ili kupitia yeye tukafikie kuokolewa. Kwa hivyo sasa unapomwamini Yesu Kristo unapata msamaha wa dhambi kupitia kumwamini. Na unaamini nini? Unaamini kwamba alikufa, akazikwa, akakaa kaburini siku ya kwanza, ya pili na ya tatu akafufuka. Kama vile tumekuwa tukiwa na hiyo Pasaka. Ni kwamba tunakumbuka vile alikufa, akakaa kaburini na akafufuka. Kwa hivyo haufai kuendelea kuteseka kwenye dhambi. Wewe unayetazama hii clip kwa Isaac Msau TV, haufai kuendelea kuteseka, haufai kuendelea kufinyiliwa na dhambi. Unafaa umpokee Bwana Yesu Kristo unaposikia hii habari njema, na ili akafikie kukuokoa. Shetani kazi yake ni kuimba, kuharibu na kuua. Na shetani hana uwezo, ana nguvu, ambao akona nguvu kweli, lakini hana nguvu inayomshinda Kristo. Kwa sababu hii nguvu ya Kristo ni kwamba hakuna yeyote aliyekufa akafufuka, awe mtume, awe nabii, awe nani. Hakuna mwingine alikufa akafufuka ila Yesu Kristo, mwana wa Mungu. So Kristo ana uwezo wa hata unapomwamini, kwa sababu alikufa akafufuka, anaweza kufufua mambo yako ambayo yamekufa. Biashara yako imekufa, ndoa yako ambayo imekufa, yani vitu vyako ambavyo vimekufa, ukimwamini Yesu Kristo vinafufuka. Unanipata? Mtazamaji wa Isaac Msau TV, unanipata? So kumwamini Yesu Kristo ni chaguo nzuri na ni uamuzi wa muhimu sana. Amua kumpokea Bwana Yesu Kristo awe mwokozi wa maisha yako, na ataenda kubadilisha maisha yako. Ukitaka kujua Yesu Kristo anaweza, ukitaka ujue anaweza, muulize yule mwanamke aliyetokwa na damu kwa miaka 12. Alipokutana na Yesu Kristo na akaamini katika jina la Yesu Kristo, alipoamini alifikia kuponywa kutokwa na damu kukakoma. Biblia inasema kwamba alikuwa ameenda mpaka kwa matibabu, kwa matabibu. Alienda kila mahali akitafuta uponyaji wake utapatikana wapi, ataponea wapi. Lakini alipofika kwa Yesu, ilikuwa ndio the head ya shida zake. Mwamini Yesu Kristo, itakuwa ndio the head ya hiyo shida. Hilo ligonjwa linaitwa ligonjwa sungu. Hata kama ni kansa, pressure, sukari, sijui ni ugonjwa gani, hiyo itaenda kukoma, ugonjwa utaenda kupona unapomwamini huyu Yesu Kristo anakuokoka. Biblia inasema ya kwamba yule ataamini ya kwamba Yesu Kristo alikufa na akakaa kaburini siku ya kwanza, ya pili, ya tatu na akafufuka, uamini moyoni mwako na kukiri kwa kinywa chako, utapata msamaha wa dhambi. Hiyo ndio wokovu. Hakuna njia nyingine ya wokovu, ni kupitia kumwamini. So wewe mwamini Yesu Kristo mchana wa leo ama jioni ya leo, na utaenda kufikia kuokoka. Bwana akubariki sana. Kama uko hapo unataka kuokoka, naomba na wewe ufikie kuokoka. Unaweza ukarudia hii maombi nyuma yangu. Kuna watu mmeteseka, umefinyiliwa na shetani, nguvu za giza, nguvu za uchawi zinakutesa. Unasikia kukata tamaa, hutaki kuendelea, mwingine unataka kujitia kitanzi,
na unatazama hii clip, muamini Yesu Kristo anaweza. Atakusaidia, atakuokoa, atakuponya, atakukomboa, atakuweka uhuru. Unafaa uendelee kuishi, haufai kufa. Kwa nini ukufe? Kwa nini ujitie kitanzi? Kwa nini unjiue, ujitoe uhai? Kwa sababu shida zimekukabili. Kuna mambo unaona ni kwamba hayawezekani, yanawezekana unapomwamini Yesu Kristo. Ukimwamini Yesu Kristo unapiga hatua pasipopigika hatua. Kule walisema utaenda unaenda. Walisema utajenga unajenga. Walisema utaoa unaoa. Yaani kwa Yesu yote yanawezekana. Ukimwamini Yesu Kristo unapiga hatua pale pasipopigika hatua. Kwa hivyo niko hapa niombe na wewe unayesema nataka kuokoka. Kwa Yesu yanawezekana, amini tuombe na wewe na utafikia kumpokea Bwana Yesu kupitia maombi. Sema, Bwana Yesu, niko mahali hapa. Nimesikia ya kwamba wewe unaokoa. Kuanzia leo naamini. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Niandike kwenye kitabu cha uzima wa milele. Asante Bwana Yesu kwa kuniokoa. Asante Bwana Yesu kwa kuniweka huru. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. So, hivyo umeokoka na kuombea sasa. Baba, katika jina la Yesu Kristo msaidie huyu ameokoka kwa jina la Yesu Kristo. Nguvu za giza, mapepo, mashetani, maroho ya kichawi, nguvu za kumrudisha nyuma za kule kwa nguvu za uchawi, nguvu zile za kumrudisha nyuma zisipate nafasi. Kwa jina la Yesu msaidie, mneemishe na mfundishe njia zako akaweze kuendelea na akaweze kuwa faida katika ufalme wako kwa jina la Yesu Kristo. Kama umeokoka, tafuta kanisa la mtu wa Mungu aliyeokoka. Si kanisa ina msalaba juu, kanisa ya mtu wa Mungu aliyeokoka ambaye anaita dhambi. Ingia hapo, mwambie uliokoka, kutazama clip kwa mtandao na ukaokoka. So akusaidie utafanya nini na atakusaidia. Bwana akubariki na akutendee wema. Asante sana. Mimi naitwa Isaac Kamsau TV pale YouTube, TikTok, WhatsApp status, my story, your story. Kila mahali mimi ninaitwa Isaac Kamsau TV. Kwa hivyo unaweza enda pale ukasubscribe, ukalike, ukacomment kwa YouTube na kule kwa TikTok ukanifollow, nitakufollow back. Injili itaendelea mbele maana tuko hai. Kwa Yesu yote yanawezekana. Bwana awabariki sana na watendee wema watazamaji wangu wa Isaac Kamsau TV.